Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linapenda kuuarifu umma hususan watu wa mkoa wa Mara kuwa hali ya ulinzi na usalama ni shwari na kwamba kwa wananchi wanaendelea kutekeleza majukumu yao ya kujitafutia kipato kwa amani na utulivu. Hali hiyo inatokana na mpango kazi mzuri wa kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu unaotekelezwa kwa kufanya operations za intelijensia, operations za utoaji elimu kwa umma na operations za ukamataji wa makosa ya jinai hususan viashiria vya uhalifu kama vile dawa za kulevya na pombe haramu ya moshi, ambapo jumla ya watuhumiwa 254 walikamatwa kwa kipindi cha mwezi mmoja kwa makosa mbalimbali yakiwemo pombe haramu ya moshi lita 3,103, bangi gram 1,172. Hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara SACP Pius Rutumo anaeleza. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linapenda kuuarifu umma hususan watu wa mkoa wa Mara kuwa hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Mara ni shwari na kwamba wananchi waendelee kutekeleza majukumu yao ya kujitafutia kipato kwa amani na utulivu. Hali hiyo ya amani na utulivu inatokana na mpango kazi mzuri tulionao jeshi la polisi wa kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Mpango kazi unaotekelezwa kwa kufanya operation za kiintelijensia, operation za utoaji elimu kwa umma na operation za ukamataji wa makosa ya jinai, hususani makosa yenye viashiria vya uhalifu kama vile dawa za kulevya na pombe haramu ya moshi, ambapo jumla ya watuhumiwa 254 walikamatwa kwa kipindi cha mwezi mmoja kwa makosa mbalimbali yakiwemo hayo yenye viashiria vinavyopelekea watu kufanya uhalifu, hususani kwa mfano pombe haramu ya moshi tuliweza kukamata jumla ya lita 3,103, lakini pia tuliweza kukamata bangi kiwango cha kiasi cha gram 1,172. Aidha, mwezi uliopita tuliweza kuhabarisha umma juu ya operation za aina hiyo, ambapo tungependa sasa umma ufahamu mrejesho wa watuhumiwa ambao tumekuwa tukiwakamata na kuwatolea taarifa. Na hivyo wale ambao tuliwatolea taarifa mwezi mwezi Mei na Juni 2026 watuhumiwa ama washtakiwa 76 walifikishwa mahakamani, na katika mchakato wa kimahakama kwa maana ya utoaji wa ushahidi hao watu 76 waliweza kutiwa hatiani, na katika watu hao 76 ambao wametiwa hatiani na mahakama zetu washtakiwa 7 walipata kifungo cha muda mrefu jela. Mfano, Alex Pastori mwenye miaka 25 alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela na mahakama ya wilaya ya Bunda kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya bangi. John Kwalia au Maswi, huyo ana umri wa miaka 45, na wengine Chacha Juma Chambeli mwenye umri wa miaka 25, Kelvin Dominic au Karani mwenye umri wa miaka 22. Hawa kwa pamoja walihukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 30 kila mmoja na mahakama ya wilaya ya Butiama kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia nguvu hususani sambamba na matumizi ya silaha za jadi, mapanga. Lakini pia Danieli Mtoni huyu ana umri wa miaka 44, Christopher James ana umri wa miaka 28. Hao kwa pamoja walihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja na mahakama ya wilaya Bunda kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Hizi nyara ilikuwa ni vipande 8 vya nyamapori, mnyama aina ya nyati. Washtakiwa wengine kati ya hao walihukumiwa vifungo vilivyo chini ya miaka 20. Kwa hiyo nataka kusema kwamba watu hawa operation hizi zimekuwa na mafanikio kwa sababu watu hawa wamekuwa ni wahalifu katika jamii
Kwa hiyo wanaondolewa na taratibu za kimahakama kwenye jamii na kwenda kutumikia adhabu kama ambavyo nimejaribu kusema. Aidha, Kamanda Rutumwa amewataka wananchi wafahamu jitihada hizi zina matokeo chanya kwa kuwaondoa wahalifu katika jamii, hivyo jamii iendelee kutoa ushirikiano wa dhati kwa jeshi la polisi katika kutoa taarifa za kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Hivyo wananchi wafahamu kuwa jitihada hizi zina matokeo chanya kwa kuwaondoa wahalifu katika jamii, na hivyo jamii iendelee kutoa ushirikiano wa dhati kwa jeshi la polisi katika kutoa taarifa za kubaini, taarifa za kuzuia, lakini taarifa za kuzuia uhalifu, hii ikiwa ni pamoja na wananchi hawa au jamii hii kushiriki kutoa ushahidi katika mahakama zetu za Tanzania ili kuweza kufikia lengo hili la kuwaondoa wahalifu katika jamii. Hii ikiwa ni pamoja na kushiriki kamilifu katika kutoa ushahidi mahakamani. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, zamani X, pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.